Israel na Iran kwa upande wake kila mmoja ametangaza uamuzi wa kusitisha mapigano baina ya mwenzie baada ya mashambulizi yaliyotua katika kila ardhi usiku kucha. Ni hatua ambayo inatajwa kama mtego wa kila mmoja wapo, kwani kila upande umeweka masharti, iwapo yatakiukwa basi mashambulizi yatarejea tena upya. Lakini kwa sasa kipusa inaonekana ni Lebanon, ambaye iwapo anashambuliwa, Iran imeendelea kuwa mkali kama pilipili, lakini Israeli yenyewe ikisema kuna sehemu ya Lebanon lazima waitwae kama sehemu ya taifa la Israel. Wakati haya yakiendelea, Marekani kupitia Rais Donald Trump imeainisha ya kwamba yenyewe ndio yenye nafasi ya mwisho na kauli madhubuti kuhusiana na kusitishwa ama kusimamishwa kwa mapigano ya moja kwa moja na kumalizwa kwa hali ya taharuki eneo la Mashariki ya Kati. Kulikoni, mapigano yameendelea kuja na kuondoka katika eneo hilo na kusababisha kukosekana kwa utulivu. Je, mapigano haya yana nia ya dhati kwa nchi zote mbili, ama ni ujanja na mkakati tu wa kuendelea kujipanga kijeshi kabla ya kurudisha tena urushaji wa makombora? Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tutayajadili kwenye mjadala wetu hii leo ndani ya Uchanganuzi. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Jina langu Nurdin Selemani. Studio tumemwalika Godfrey Mchungu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Karibu sana Godfrey. Kwema? Kwema sana. Mambo anasemaje? Mambo ni mazuri sana. Kwa mapigano haya Lebanon ndo anaonekana kama kipusa hivi. Kulikoni, mzizi na sababu za mapigano kati ya Israel na Iran nyakati hizi igeuke kuwa ni Lebanon? Yes, kwanza ni kwamba ukitazama jiografia na mkakati wa Iran, amekuwa akiwatumia watu ambao kitaalamu wanaitwa proxy. Proxy wamekuwa ni washirika wa kikanda ambao wamekuwa wakiangalia na kuendeleza maslahi ya Iran kwenye eneo zima Mashariki ya Kati. Hapa namaanisha kuanzia Hamas katika eneo la Palestina, Fanimiyun katika eneo la Syria, Houthi katika eneo la Yemen, lakini zaidi sana Hezbollah katika eneo la Lebanon. Hawa tunasema ni proxy au washirika wa kikanda ambao wamekuwa wakiendeleza na kusimamia maslahi ya Iran kwenye Mashariki ya Kati. Sasa kuna hii ceasefire, kuanzia ceasefire kwanza ya Oman, baadaye Geneva, kutazama kabisa kwamba masharti ambayo alikuja nayo Iran, alisema kwamba moja, tunapoingia kwenye ceasefire lazima ceasefire iweze kuwagusa washirika wangu wa kikanda ambao kimsingi nimewataja. Lakini la pili, alisema kwamba tunahitaji kuweza kulipa fidia, kwa sababu unafahamu kabisa kwamba vita vilivyoanza ndio Iran walikuwa wamechokozwa. Kulikuwa na mazungumzo ya Oman yanaendelea, baadaye mazungumzo ya Geneva. Kwa hiyo Iran wanasema kwamba sisi tulianza kuchokozwa kwenye meza ya mazungumzo. Lakini la tatu ni kwamba Iran wanataka kuweza kupitishwa convention. Naposema convention maana ni kwamba unakuwa ni mkataba wa kimataifa, international treaty, ambao jamii ya kimataifa inakaa inaridhia na kutoa azimio kwamba Irani atashambuliwa tena pamoja Marekani dhidi ya Israel. Lakini lingine ambalo alisema ni kwamba anataka kambi za kijeshi za Marekani ziondoke kwenye Mashariki ya Kati, kwa sababu kuna hii vita, kambi za Marekani zimetumika kuweza kuishambulia nchi ya Iran, kuanzia Saudia, UAE, Bahrain, Kuwait na nchi nyingi ambazo kimsingi Marekani amekuwa na maslahi kwenye Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ukitazama haya maslahi yamekuwa yakimtaka Irani kuweza kuwalinda washirika wake wa kikanda. Sasa ukitazama kwa mfano hii ceasefire ambayo kimsingi ilikuwa inaendelea, kwanza ina hoja za msingi tatu. Moja ni kupeleka ahueni ya mafuta duniani. Hilo la kwanza, kwa sababu nafahamu mlango bahari Hormuz takriban 20% ya mafuta yanapita pale. Lakini la pili ni kujaribu kupeleka mgawanyiko ndani ya utawala wa Tehran, ambao kimsingi hiyo ndio hoja msingi baada ya kufariki Ayatollah Ali Said Khamenei, Ali Larijani, wakina Ali Shamkan. Lakini la tatu sasa ni kuhakikisha kwamba wanajipanga dhidi ya operesheni mpya. Kwa ukitazama ni kwamba haya mazungumzo au ceasefire yamekuwa yana utata, kwa sababu maslahi ambayo kimsingi yameweka Iran, maslahi ambayo yanaenda kulinda na kuendeleza
kuendeleza maslahi yake. Na kwa nini kwa mfano Iran amekuwa akiwalinda hawa proxy? Kwa sababu mapinduzi ya mwaka 1979 ambayo kimsingi yaliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini yaliendeleza msingi moja, kuendeleza maslahi ya Iran kwa kutumia washirika wake wa kikanda, kwa sababu uanzishaji wa taifa la Israel mwaka 1947 na mwaka 1948 na mapinduzi ya mwaka 1979 ya Irani yalibadilisha taswira Mashariki ya Kati. Irani akaanza kuwalinda washirika wake wa kikanda. Kwa hiyo anaposema kwamba Irani ana jukumu la kuweza kuwalinda Hezbollah, maana ni kwamba huo ni msingi wa mapinduzi, kwamba washirika wa kikanda ambao wanapigwa lazima sehemu ya mpango wa mazungumzo. Kiu ya Israel kwa sasa inaonekana kuchukua sehemu ya Lebanon, hasa eneo la kusini ambalo wao wanasema ni moja ya sehemu ya nchi ama taifa la Israel. Hatari yake nini katika mapigano haya ambayo yanaendelea? Kwanza, hatari yake inaonyesha kabisa kwamba vita hii sasa itaendelea kupigana, na kuna swali lako la msingi ni kwamba ukitazama Israel mwaka huu kuna bunge la Knesset wamepitisha azimio moja, ni kuendelea kuugawa ukanda wa West Bank, ukingo magharibi wa mto Jordan. Lakini la pili, wamepitisha azimio kwamba kama Waisraeli wakishambuliwa na Wapalestina basi ni halali yao ya kifo katika watu wa Palestina. Lakini la tatu sasa ni kufanya expansionism, kutanua mipaka katika maeneo nchi ya Kiarabu. Na kuna hotuba ambayo aliitoa Netanyahu kwenye kikao cha UNGA, United Nations General Assembly mwaka 2024, aliweza kuzifuta nchi tatu. Aliifuta Syria, akasema Syria sio nchi. Akaifuta Lebanon, akasema Lebanon sio nchi. Akaifuta Palestina na akaifuta Iran. Kwa mtazamo wa Netanyahu na ambao wanaitwa Zionism Movement, wanaamini kabisa kwamba Syria sio nchi, Lebanon sio nchi, Palestina sio nchi. Hawa watu watakuwa katafuta nchi nyingine ya kuishi. Lakini vile vile mkakati wa Israel, kuna kitu ambacho kinachoitwa hiyo Greater Israel, yani kutengeneza Israeli kuu Mashariki ya Kati. Sasa kikwazo ni nani? Kikwazo ni Iran, kwa sababu ili Israeli aweze kuwa mkubwa anahitaji Iran ambayo kimsingi amedhoofishwa. Hiyo dhana inaitwa balance of power, yani kutengeneza mawanda ya kimamlaka. Sasa ukitazama Iran kimkakati, mapinduzi ya mwaka 1979 yalibadilisha taswira Iran kutengeneza taifa la kidini yenye sura ya kisiasa. Ndio maana ikaanzishwa hicho cheo cha Ayatollah kama supreme leader. Maana ni kwamba sasa ni mtazamo ambao mkuu wa nchi anakuwa na mamlaka makubwa, afu anakuwa anaongoza zinazoitwa instrument of state power, yani ujasusi, idara ya usalama, jeshi la polisi, RAGC na vikosi vyote ambavyo kimsingi vimekuwa vikilinda mapinduzi. Kwa hiyo kikwazo kikubwa cha Israel kuweza kufanikisha ndoto yake ni Iran. Sasa ili Israeli aweze kufanikisha ndoto yake anamhitaji Marekani, kwa sababu katika moja ya sera ya mambo ya nje ya Marekani, yani ukiangalia mkakati wa Marekani kuhusu Mashariki ya Kati, inahitaji Israeli ambayo ina nguvu na Mashariki ya Kati ambayo kimsingi imedhoofika, na ndio maana alipigwa Iraq, alipigwa Afghanistan, amepigwa Syria, sasa hivi Lebanon. Ni kama domino theory, yani ikianguka sarafu moja inakuja kuwasili sarafu nyingine. Kwa kweli kinachoendelea Mashariki ya Kati ni maslahi makubwa, moja ya kijiopolitiki, lakini la pili ni maslahi makubwa ya Israeli kwenda kutimiza ndoto yake ya mpango wake ambao kimsingi tangu karne ya 19 kutengeneza Israeli kuu Mashariki ya Kati. Kauli ambayo imetoka ni pande zote mbili kusema kwamba wanasitisha mapigano licha ya kwamba kila mmoja ameweka masharti mezani kwamba Iran inasema ukimgusa Lebanon mimi narudi tena kushambulia. Usitishaji huu wa mapigano ni dhati ya kweli kutaka amani ya Mashariki ya Kati, ama kila mmoja ni kama anajipanga hivi kijeshi ili akirudi awe imara zaidi? Swali zuri. Kwanza unajua kuna mikakati, kuna kitu kinaitwa rational approach. Rational approach, kuna ngazi ya maamuzi makubwa ya taifa huwa wanawaza kutumia mantiki, yani kufanya uchanganuzi wa kisayansi kuja kupata majibu ambayo kimsingi yametabirika. Sasa ukitazama malengo ya vita ya Marekani na Israel hajatimia hata moja. Yani malengo ambayo walioyafuata Marekani na Israel kwenda Iran hata moja hajatimia. Moja walisema kwamba kwanza ni kufanya regime change, kuondoa utawala wa mamula. Lakini baada ya kufariki Ayatollah Khamenei, Iran imepata supreme mpya Mojtaba Khamenei. Lakini la pili, mpango wa Natanz, Isfahan na Fordo, hivi ni vituo vitatu ambavyo vinazalisha nyuklia katika 60% vinasema kwamba viharibiwe kabisa. Lakini hoja ya tatu,
mpango wa Shahid Intercontinental Ballistic Missile pamoja na kamikaze, Iran isiweze kuwa na nguvu kuweza kushambulia Israeli Mashariki ya Kati na washirika wake wa kikanda. Lakini la nne sasa ni kwamba Iran itunge sera ya taifa, yani katiba Iran iseme kwamba hawataendeleza kamwe mpango wao wa nyuklia. Sasa ukitazama kitu ambacho walichotokea Marekani kuna nchi ya Iran hawajakipata, kwa sababu baada ya kifo cha Ayatollah Khamenei kuna mambo kimsingi yametokea. Moja, yamewasababisha Irani kusahau matatizo yao yote, yani taifa limeweza kuwa kitu kimoja, kwa sababu tukumbuke kabisa kwamba Irani ni mojawapo ambao taifa linaishi kwenye vikwazo, total economic sanction, total economic divestment na total economic boycott, yani wametengwa kiuchumi, hakuna usaidizi wa kiuchumi na wametengwa kidiplomasia. Sasa wakafanyaje? Wakaamua kuweza kuzalisha kizazi chao cha dhahabu. Unajua hizi Intercontinental na Shahid hizi Irani zinatengenezwa na wanawake, yani wanawake wa Kiiran, wasichana, kwa sababu Iran duniani mojawapo mataifa machache ambayo wanawake wamefika kiwango cha degree kwa asilimia zaidi ya 80 nchi ya Iran. Maana ni kwamba waliweza kujenga taifa. Na upo msemo wa Kiingereza unasema hivi, necessity is a mother of curiosity and innovation, yani changamoto ni taifa na matatizo yanasababisha watu kuweza kufikiri na kuweza kuwa wadadisi na kuweza kuwa wabunifu. Kwa vile vikwazo vilisababisha Irani kuweza kutatua matatizo yao ya ndani wao wenyewe. Maana ni kwamba sasa hawakuweza kutegemea katika mambo ya nje. Sasa ukiangalia yale malengo hawawezi kuyapata. Sasa ukirudi nyuma kwenye mazungumzo ya Oman na Geneva yalikuwa bado kidogo waweza kukubaliana. Na tukashuhudia Netanyahu akafunga safari akatoka Tel Aviv akaenda Washington kwenda kumshawishi rafiki yake Donald Trump. Na unafahamu kabisa kwamba kuna nchi ya Marekani kuna vitu vinaitwa non-state actors. Tunasema hizi ni taasisi ambazo zimekuwa zikifinance ambazo zinaongozwa na Wayahudi. Kuna kitu kinaitwa AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kuna kitu kinaitwa Christian Zionism. Kutazama hao wanaitwa Mayahudi wa Kikristo ambao sasa wanasema kwamba ukilibariki taifa la Israel limebarikiwa na ukilani limelaaniwa. Na kuna taasisi ambayo inaitwa Israel Foundation au Israel Lobby. Hizi ni taasisi ambazo zimekuwa zikifinance. Yaani unapoenda kuna zile ambazo zinaitwa Democrat Convention Forum na Republican Convention Forum, wakienda kuomba kura katika uchaguzi wana finance pesa. Maana ni kwamba hawa wana ushawishi kwenye mtazamo wa Marekani wanapoingia Mashariki ya Kati. Sasa hawa ukitazama ndio wanaongoza harakati ya kufanya expansionism, kupanua mipaka kwenye Mashariki ya Kati. Sasa ilitokea ni kwamba umemkuta Iran ambao kimsingi majipanga. Moja, wana umoja wa kitaifa. Lakini la pili, wana viongozi ambao ni wazalendo. Lakini la tatu, sasa wananchi wake wa Irani baada ya changamoto za kiuchumi still bado imekuwa kitu kimoja. Maana ni kwamba sasa malengo ya Marekani na malengo ya Irani hayajatimia, na haushindi vita kwa kuua watu. Unashinda vita kwa kutimiza malengo. Umepanga nini kwa wakati gani ili iweje na ufikie nini? Kama malengo ambayo kimsingi amekupeleka vitani hujatimiza, hata uwe watu milioni 20. Kwa sababu unafahamu kwa mfano Marekani walienda Vietnam kwa kile kinachoitwa kwamba kuweza kupeleka ubepari. Lakini baada ya vita kuisha Vietnam bado ilikuwa chini ya ujamaa. Mtazama. Kwa sasa malengo ya Marekani na Israel wameendelea kupigana dhidi ya Iran kwa sababu malengo yao hawajaweza kutimia. Na vile cha muhimu ni kwamba kitu ambacho tunajifunza kwa Iran, kuna kitu wanaita mosaic defense system. Yani system yao ya kijeshi haijakuwa centralized, yani haijaudhiwa na mtu mmoja, imekuwa decentralized. Katika nchi nzima kuna kila unit ya jeshi ambayo inatoa amri bila kutegemea mkuu wa taifa. Maana ni kwamba kuna watu wapo Tehran, wapo Isfahan, wapo Fordo, wapo Natanz, wanaweza kupambana na wapinzani wao bila kupokea amri ya Ayatollah Khamenei wala Mojtaba Khamenei. Maana ni kwamba taifa lao halijakuwa centralized, limekuwa decentralized. Kwa hiyo hiki ambacho Irani anachokipitia alijua kabisa atakuja kupitia baada ya miaka 47, kwa sababu walianza Syria, wakaja Afghanistan, wakaja Lebanon, wakaja Iraq. Wajua kwa kuna siku watakuja kuwa wao. Na siku ambayo Irani itadondoka katika Mashariki ya Kati ndio itakuwa pigo kubwa sana, kwa sababu Irani ameonekana ndio kikwazo, kwa sababu mwaka 2020 kuna kitu kinaitwa Abraham Accord, mkataba kuweza kunormalize uhusiano kati ya nchi za Kiarabu na nchi ya Marekani, lakini Iran amekuwa ni kikwazo dhidi ya nchi ya Marekani. Sasa tumemsikia Trump akijitokeza na kujionyesha ndio mwenye msuli wa kuhakikisha kwamba mambo ya pale Mashariki ya Kati, yeye ndio mwenye nguvu ya kusema kwamba sasa mwelekeo huu na jambo hili lifanyike kwa hivi. Kauli yake
ina madhara ama ina faida kwa nani kwenye hali ambayo tunayo kwa sasa pale kati ya Iran na Israel? Kwanza Rais Trump ni kiongozi ambaye ana sifa inaitwa transactional, mtu ambaye hatabiliki na haeleweki. Yaani anachokisema sio anachokimaanisha na anachokimaanisha sio anachokisema. Hiyo ni moja ya Trump. Tangu mzozo huu umeanza ametoa zaidi ya kauli 3000 tofauti. Tumeyashinda majeshi ya Iran, nataka nihusishwe kuna utawala mpya, tumemaliza kabisa jeshi la majini, tunamiliki Hormuz. Kwa ni mtu ambaye ni transactional. Sasa yeye ni mtu ambaye sifa yake nyingine ni mtu ambaye ni populist, anapenda umaarufu. Yaani kuna kila mzozo wa kimataifa anapenda kuwa sehemu ya huo mzozo kwa lengo la kuweza kujenga kisiasa. Sasa nimemsikia leo anasema kwamba anamtaka Netanyahu kuheshimu mazungumzo kati ya Irani pamoja na Marekani. Na ukitazama vile vile katika hoja tu ya kawaida, je, Marekani ana tishio lote la kiusalama dhidi ya Iran? Kwa sababu Iran ipo Mashariki ya Kati, Marekani ni Amerika Kaskazini. Sasa kitu gani ambacho kinampeleka Marekani katika nchi ya Iran? Sasa hapa kuna hoja za msingi mbili. Moja ni kwenda kulinda kitu kinachoitwa Petrodollar Agreement, kwa sababu mwaka 1973 King Abdullah na Henry Kissinger walisaini mkataba ambao unaitwa Petrodollar, yani mkataba wa kuweza kuyafungamanisha mafuta na sarafu ya dola ya Marekani. Sasa hapo ndio ikatokea hegemonic power ya taifa la Marekani. Lakini la pili sasa ni kwenda kuizuia nguvu za China, kwa sababu hii vita katika nyuma pazia ni vita ya kiuchumi kati ya Marekani dhidi ya China, kwa sababu wa China ndio wanufaika wa mafuta kwa 67% ya Iran. Hata kuondoka kwa Venezuela, yani Venezuela hajaondoka kwa sababu ya kuwalinda wakina Edmundo Gonzalez au wakina Maria Corina Machado. Hoja ni kwamba Venezuela iliingia mkataba na wa China kuyauza mafuta kutumia sarafu ya yuan. Zisema katika nchi ya Iran waliingia mkataba na wa China kuweza kuyauza mafuta kutumia sarafu ya yuan. Kwa Marekani aenda Mashariki ya Kati sio kwa ajili ya demokrasia, sio kwa ajili ya wakina Mujitaba, kwenda kulinda economic interest. Sasa Marekani hana tishio ya kiusalama, lakini unamwelewa kabisa kwamba amekuwa akalinda masuala yake ya kiuchumi. Sasa kwa Israel amekuwa anataka Iran iondoke kwa sababu ana mkakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anafikia kutengeneza Greater Israel Mashariki ya Kati. Ni vita ambayo moja kwa moja inaathiri Afrika kabisa. Maeneo gani ambayo Afrika itaendelea kunyong'onyezwa iwapo hakutokuwa na utulivu wa Israel pamoja na Iran katika nyakati hizi na hizi kauli za Marekani kupitia kwa Donald Trump? Kwanza ni kwamba unafahamu kwamba kuna geopolitiki, kuna vitu vinavyoitwa international checkpoint, yani hizi zinaitwa ni mifereji ya uchumi wa kimataifa. Ipo mingi, kuna Suez Canal, kuna Bab el Mandeb, kuna mlango bahari wa Hormuz, kuna Bosphorus. Sasa ukiangalia mlango bahari wa Hormuz, kwanza yanapitisha 20%, lakini kutazama Iran anapitisha 4% katika umoja wa OPEC. Lakini kutazama vile vile katika nchi ya Iran, kwa sababu amekuwa ana ushawishi kwa kutumia eneo la bahari ya Sham na bahari ya India katika eneo la Bab el Mandeb. Maana ni kwamba kumbuka, hizi ni checkpoints za kimataifa ambayo inaathiri kuanzia IGAD, Afrika Mashariki mpaka pembe yote ya Afrika. Maana ni kwamba sasa kufungwa kwa mlango bahari Hormuz unaathiri sio tu Marekani au China, umekuwa ukiathiri mpaka nchi za Kiafrika. Na nchi za Kiafrika nyingi ukitazama zimekuwa zikiagiza mafuta kwa katika hizi nchi za Mashariki ya Kati, katika nchi za OPEC ambao nyingi zipo katika eneo la mlango bahari wa Hormuz. Sasa hapa kutazama, lazima waweze kutafuta mielekeo mipya ya mafuta, kwa sababu mafuta yanapatikana Iran, Mashariki ya Kati, yanapatikana Venezuela. Baada ya kuondoka Maduro, tumesikia Trump anasema kwamba atakuwa ni sehemu ya kuhodhi biashara ya mafuta ya Iran, na yeye atakuwa, Marekani atakuwa anachukua 50%. Maana sasa hapo ni fursa, kwa mfano kwa nchi za Kiafrika kwenda Urusi, kwa sababu Urusi ana kitu ambacho kinachoitwa power politics, yani ana ushawishi kwenye siasa za kijiografia. Mataifa yako kwa mfano ya makampuni ya Gazprom kwa mfano yamekuwa yakiwa na ushawishi mkubwa wa mafuta pamoja na gesi. Kwa hiyo Afrika itaathirika kama wataendelea kutegemea Mashariki ya Kati, lakini kama wakitafuta mielekeo mpya ya kiuchumi wa mafuta wanaweza wakapata faida. Vile vile ni fursa kwa nchi za Kiafrika kuweza kuchimba mafuta. Mafuta yapo Nigeria, mafuta yapo Zambia na maeneo mbalimbali katika nchi za Kiafrika. Lazima kuhakikisha kwamba wanaweza kujenga refinery. Mwisho wa siku sasa inapotokea migogoro ya kijiopolitiki, kwa sababu imegundika kabisa kwamba mlango bahari wa Hormuz sio mbali,
Yaani hata kama upo Tegeta au upo Kawe unaweza kugusa mfukoni kwako au unapoenda kununua chakula dukani. Maana ni kwamba sasa lazima tuweze kutafuta mielekeo mipya ya hii masuala ya siasa ya jiografia. Tunaweza tukasema kwamba wakati mwingine labda soko la dunia la mafuta linafurahia hii migogoro ambayo inaendelea kwa sasa baina ya Israel na Iran, ili wale mabepari wale wakubwa tycoons waendelee kufanya biashara kwa namna ambao wanapenda wao. Swali zuri sana, na tunaweza tukajiuliza hapa wote kwamba kwa nini Marekani na Israel hawakuanzisha vita dhidi ya Iran kabla ya kumuondoa Maduro? Tujiulize hili swali. Yaani kwa nini vita haikuanza kabla ya kumuondoa Maduro? Kwa sababu kune umoja wa OPEC, taifa ambalo ina hifadhi kubwa mafuta ni Venezuela. Takriban bilioni 300 zipo chini ya ardhi kutazama. Sasa kutazama, mkakati wa kwanza ulikuwa ni kumtoa Maduro mamlakani, kumweka kiongozi ambaye atakuwa anafuata masharti yetu, alafu twende tukaanzisha vita dhidi ya Iran, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kwamba mlango bahari wa Hormuz utafungwa. Ukifungwa, wapi ni alternative? Ni Venezuela. Kwa hiyo Marekani wao wana alternative, dunia imekuwa haina alternative. Lakini la pili ni kwamba sasa hivi mafuta imekuwa ni silaha katika siasa za kijiografia, na vilevile nakuonyesha kwamba kila taifa ina kitu ambacho kinaitwa tija ya ulinganisho kwa wengine, inaitwa competitive advantage. Kwa mfano Irani wao wana mafuta, wana jiografia, mlango bahari Hormuz, wakifunga dunia nzima inapiga kelele. Urusi ana gesi, ana nyuklia, akiamua kutumia nyuklia yake dunia nzima akukaliki. China ana watu, ana uchumi. China inachangia zaidi ya 30% ya bidhaa zote viwandani. Marekani ana ushawishi, ana propaganda, ana jeshi. Sasa kila taifa lina tija ya ulinganifu ambao wengine hawana. Kwa mfano Tanzania ni tunasema ni trade route katika eneo la Afrika Mashariki na katika eneo la SADC. Kwa hiyo kila taifa lina kitu ambacho wengine hawana. Israel ni akili. Watu wamewekeza zaidi katika akili. Teknolojia yote duniani ni ya Israel. Imeanzia kwenye Mossad, kwenye Shin Bet, kwenye Ahmad. Sasa wenzetu wamekuwa wakitumia tija zao za kiuchumi kama ni silaha dhidi ya wengine. Kwa hiyo Irani anatumia mlango bahari wa Hormuz kupeleka adabu duniani, global order. Marekani amekuwa akitumia ushawishi wake, Trump leo hii amepeleka vikwazo dunia nzima kwa sababu anatumia uchumi kuadabisha dunia. Urusi leo hii anaendeleza maslahi yake kule Crimea, Zaporizhia, Kherson, Luhansk kwa sababu anajua kwamba ana nuclear, dunia nzima mwezi kumfanya chochote. Kwa lazima mwezi kujitathmini, nyewe mna nini ambacho wengine hawana. Kwa mkikaa kwenye meza mazungumzo, mnakuwa moja, negotiation power. Lakini la pili, mnakuwa na turufu kuna siasa hizo za kijiografia. Kwa kweli kuna geopolitics sasa hivi inatuonyesha kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya kiushindani, mabadiliko makubwa sana ya sekta ya mafuta, hata ushawishi umebadilika miongoni mwa mataifa. Nafasi ya jumuiya ya kimataifa ni ipi sasa katika hili ambalo linaendelea na dunia, kwa sababu ishaona athari ambazo wanakumbana nazo? Nini kinatakiwa kitoke either Washington ama kule Brussels na kwingineko? Yes, ukitazama dunia ni kwamba mwaka 1945 ulianzishwa Umoja wa Mataifa kama chombo maalum cha kuhakikisha kwamba dunia inakuwa pamoja na kuweza kuangalia maslahi ya kimataifa. Na Umoja wa Mataifa kama unafahamu kwamba una vyombo vitano. Chombo kikubwa kinaitwa Security Council, Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambao kuna washindi wa vita vya dunia ambao hawa wana veto power, wanakula turufu: Urusi, Marekani, China, Ufaransa na Uingereza. Sasa jiulize, Marekani ana master kwenye hii vita. Kutazama China na Urusi pamoja na Ufaransa wamepiga kura ya neutral juzi pamoja na Israel. Maana ni kwamba sasa Marekani anaweza kutumia kura yake ya turufu kuendelea kwamba kuweza kulinda Israel. Na hii kura ya turufu inapigwa na inapita hata kama iko imekataliwa na wengi. Yaani kwa mfano, kwa Umoja wa Mataifa kuna nchi zaidi ya 200. Lakini Marekani akisema na maslahi Israel, na maslahi Kongo, na maslahi Taiwan, ili azimio alipiti. Urusi akisema kwamba mimi na maslahi Ukraine, ili azimio alipiti. Maana ni kwamba hii dunia ilivyotengenezwa, ilitengenezwa na wakubwa. Lakini tujiulize vile vile, kwani Umoja wa Mataifa kipindi unaanzishwa nchi za Kiafrika zilikuwepo? Ilikuwa ni hapana. Nchi ya kwanza Afrika kupata uhuru ni Ghana mwaka 1957. Kwa hiyo walianzisha chombo
kwa ajili ya maslahi yao. Unamwelewa Trump anaposema kwamba tunahitaji kuanzisha chombo kingine, akaja na Board of Peace, akasema ndo mwenyekiti wa kudumu, akamchagua Jared Kushner, Steve Witkoff, na akasema kwamba nitamwalika Putin na kina Xi Jinping kuwa katika. Kwa kweli mimi binafsi nikitazama sioni Umoja wa Mataifa kama unaweza kutatua, kwa sababu mpaka sasa hivi kutokana na tafiti za Global Security Index kuna zaidi ya mizozo 80. Angalia kwa mfano Kongo, Afrika ya Kati, ukanda wa Sahel, pembe ya Afrika, IGAD, Venezuela, Mexico, Iran, Palestina, kote kuna mizozo. Je, ipi nafasi ya Umoja wa Mataifa? Kwa hiyo Umoja wa Mataifa umeshindwa kuendana na changamoto za kiulimwengu. Godfrey, nikushukuru sana. Asante sana. Ni Godfrey Mchungu huyu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa. Tulikuwa tukipiga darubini hali ya mambo ambayo inaendelea kati ya Israel na Iran, ambao kila mmoja amesema kwa sasa ameweka kwanza silaha chini, wamesitisha mapigano, lakini kuna masharti kadhaa kwa kila upande, wakisema kwamba iwapo mmoja wao atakiuka basi watarejea tena kwenye mapigano, wakati ambako Marekani anasema yeye ndiye mwenye sauti ya mwisho kwenye upatikanaji wa amani wa eneo la Mashariki ya Kati. Je, hali ya mambo itakaa sawa vipi na nini athari ambazo mataifa mengine yanaendelea kuyapata kupitia wababe hawa watatu, jambo ambalo tutaendelea kulitupia macho ili kuona mwisho wake unakuwa nini. Nukta inafikisha tamati ya Uchanganuzi. Mimi naitwa Nurdin Selemani, kutakia usiku mwema. Kwaheri.